So kuna mambo nimeambiwa niweze kuyasema hapa ili ya kwamba Wakristo waweze kusimama na kujua kalenda inayoendelea ya Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Na kwenye prayer niliambiwa nisimame nitangaze ili ya kwamba watu wa Mungu waweze kusikia na wajue ratiba ama kalenda ya Mungu duniani kuwa inafanya upesi sana kutimia. Last 2 weeks au 3 weeks tulitangaza tukasema kwa bali ya maono ya siku ya mwisho. Amen. Mwambie jirani kwamba endelea kuwa mtakatifu. Endelea kuwa mtakatifu jirani. Mwambie endelea kuwa mtakatifu. Endelea kuwa mtakatifu. Maana wakati umekaribia. Maana wakati umekaribia. Tunapoona maono mara nyingi sana huwa tunaonyeshwa kitu kana kwamba kinatokea kesho. Yaani mpaka unaweza ukatoka kwenye maono unadhani jambo litafanyaje? Ndio maana ukiona watumishi wa utabiri mwaka 1950 kitu, watu kama William Branham walitabiri kana kwamba inatokea nini? Kesho. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa ishara tulizonazo, wangapi wameona uchaguzi wa papa, kutolewa kwa papa? So tunalipongeza kanisa Katoliki kwa kumpata papa mpya, lakini ni alama. Wangapi wanafahamu ni alama? Huyo ndiye papa wa kwanza Marekani. Haije kutokea katika mapapa 112 wale kutokea. Mungu atusaidie sana. So kuna jambo ambalo unapaswa kuelewa katika dunia nini kinaendelea kutokea, na nitakupa kwa sehemu uweze kufahamu nini Mungu anakwenda kusema na wewe. Amen. Kwa hiyo nikaambia kwamba katangaze baadhi ya mambo haya ili ya kwamba aliye na masikio na asikie kuwa hapa si kwetu tunapita, wala hatuna makao ya kudumu na kuna mahali tunakwenda. Andika Yohana wa kwanza 2:15. Utasoma kwa muda wako. Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Lakini pia Ebrania 13 mstari wa 14. So wakati ninaona haya maono niliambia kwamba huu ni wakati wa sauti ya baragumu ya 7. Na kanaambia kwamba mtaisikia ikipiga kelele kila taifa. Sauti hii itasikika katika lugha zote, jamaa na mataifa yote, maana amekwisha kuwaita, kuwachagua na kuwatuma hao wajumbe ambao ndani yao wamebeba sauti ya baragumu ya 7. Nitaelezea kwa kifupi hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Ufunuo kinataja habari ya uwepo wa 7 trumpets ambao ni baragumu ngapi? 7. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nasema katika sauti ya baragumu ya 7 kila kitu kitafanyaje? Kitakamilishwa. Na mtu anisomee kitabu cha Ufunuo 10. Kitabu cha Ufunuo Lebo shata shala kafa. Ufunuo 10. Anza tu mstari wa kwanza. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upande wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Mstari wa 2. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao mguu wake wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Zile ngurumo 7 zikatoa sauti yake. Hata ngurumo ya 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie mihuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Kome hapo. Mstari wa 7 umefika? Mstari wa 7 bado. Okay, nisomee mstari wa 7. Mstari wa 7 inasema, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Anasema katika siku za malaika wangapi? Wa 7 atakapokuwa tayari kupiga nini? Baragumu. So hizo siku zipo, lakini zinaitwa ni siku za malaika wa baragumu ya ngapi? Yes. Atakapopiga nini? Hiyo baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Kama alivyohubiria watumishi wake hao manabii. Kama alivyohubiria siri zake hao manabii. So kuna connection kubwa kati ya
mpiga baragumu na aina ya watumishi wanaitwa nini? Sio kwa mtu anaelewa? Yes. Kiingereza anasema in the days of the voice of the seventh angel. Oh yes. Naomba mnielewe vizuri sana. Kila mtumishi aliyeitwa na Mungu na hasa kuweza kuyasema mambo fulani ya dunia na nchi na habari ya mwisho ule, huwa ameitwa katika namba fulani ya baragumu. Oh yes. Kwa mfano, kuna watumishi wameitwa kuwa ni watumishi wa baragumu ya kwanza. Oh yes. Walipiga kelele sana hapa duniani, lakini hakuna aliweza kufahamu. Wengine wakaja ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya saba. So watumishi ambao wapo kwenye sauti ya baragumu ya saba ni ambao wameandaliwa kutangaza ule nini? Mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hii itatokea kabla ya zile tarumbeta mnasikiza siku za mwisho, mtasikia itatokea. Hamtafahamu, lakini watakuwepo. Wakisimama kuzungumza, oh yes, watazungumza siri za kuja mara ya pili kwa nani? Kwa Yesu. So uwe makini sana kusikiliza, kwa sababu hata siku za Nuhu watu walisema hakuna gharika itatokea. Mungu atusaidie sana. Amen. So akaniambia kwamba wajumbe hao ambao nimewaita kuwa ni sauti ya baragumu ya saba wataondoka na watasimama na kuweza kupiga sauti zao katika mataifa yote kwa lugha zote, ingawa watu hawataweza kuwafahamu, lakini ndani yao watasema yale ambayo nimewaagiza kuyafanya. Jambo nyingine akaniambia kwamba wataondoka na kufa watumishi wote aliowaita ambao ndani yao mna sauti ya baragumu ya sita. Na huu ni unabii, usikize kwa makini sana. Kuna watumishi ambao waliitwa ndani yao kuna baragumu ya ngapi? Ya sita. Kinabii namba 6 mnafahamu nini Ni kitu gani? Ni mauti. Sasa kuna watumishi ambao Mungu aliwapa kijiti na akawapiga muhuri ya kwamba sauti iliyo ndani yao ni sauti ya baragumu ya ngapi? Ya sita. So naliona wakiondoka na kufa wale aliowaita kuwa ni walinzi kwa kizazi fulani, lakini ndani yao mlikuwa na sauti ya baragumu ya sita. Akaniambia kwamba hawataruhusiwa kuwepo pamoja na wale walio na sauti ya baragumu ya saba. Akaniambia nalimwinua mjumbe wangu miaka ya 50 ambaye ndani yangu naliweka sauti hiyo ya saba. Wakamtenda waliomtenda ili kufuta kumbukumbu yake, lakini sasa watajua maana ya yote yaliyosemwa, maana yataanza kutokea mmoja baada ya mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, kuna mtu anaweza kutafsiri Kiingereza vizuri? Yes. Okay, sawa.